leo nimetembelea halmashauri ya wilaya ya Sengerema na tumeona miradi mitano. Tumeanza na Tabaruka. Pale ni mradi ambao uko hatua za mwisho kabisa na fedha hata ambayo inahitajika pale kukamilisha mradi ni almost milioni 30. Kwa kama mkoa tutatoa barua ya maelekezo kwa mkurugenzi kumalizia hiyo sehemu chache iliyobaki, na mganga mkuu wa halmashauri ameshaandaa vifaa tiba na watumishi na baadhi ya thamani na baadhi viko mle ndani kabisa kwa ajili ya kuanza kutoa huduma muda wowote. Kwa hilo tumekubaliana, lakini tumeenda kituo cha afya Kaomolo. Hichi kituo bado ni vile vituo ambavyo halmashauri walipewa maelekezo kwa ajili kila kulingana na mapato yao ya ndani. Bado pale panahitajika zaidi ya milioni kama 150 kwa makadirio ya haraka kuweza kufanya finishing, lakini kujenga miundombinu mingine kama sehemu ya kuhifadhia maji, vyoo, kuchomea taka, shimo la kutupia kondo la nyuma na mambo mengine ili waanze huduma. Nayo tumekubaliana. Maelekezo yatashushwa kwa mkurugenzi kutoka kwa katibu tawala mkoa kwa ajili ya kuanza kutoa fedha za kumalizia mradi ule, kwa sababu sehemu zingine ilishaisha na kuanza huduma. Lakini tumeenda Ngoma B ambapo ni fedha za kimkakati zilizokuja mara ya mwisho kwa halmashauri na yenyewe ni kumalizia tu. Pale hakuna changamoto yoyote zaidi ya kuongeza spidi kwa ajili ya kumaliza. Pale pana zahanati ambayo tayari inatoa huduma, lakini kile itakuwa ni nyongeza jengo la OPD kwa ajili ya kuendelea kutoa huduma, na lengo ni kuwa kituo cha afya hapo mbele. Na hapo maandalizi mengine ya vifaa tiba pamoja na watumishi yanaendelea kufanyika na thamani mbalimbali zimeshaanza kutengenezwa na tumeziona na ni imara kweli kweli. Kwa hapa tunawasisitiza na kutoa maelekezo kwamba waongeze spidi ya ujenzi. Lakini pia tumeenda Nyaruambo. Pale Nyaruambo ni zahanati, lakini kuna jengo la zamani pale pia tumeliona na tunatamani ije kuwa kituo cha afya kwa kulimalizia. Napo tutatoa maelekezo kwa kutoka kwa katibu tawala kwenda kwa mkurugenzi kwa ajili ya kuongeza fedha kumalizia. Lakini jengo la UPD ambayo ina RCH na leba na sehemu ya kujifungulia limekamilika na vifaa na samani mmeshaviona viko pale. Kwa tumekubaliana baada ya wiki moja waanze kutoa huduma. Na tayari kuna mtumishi na nyumba za watumishi 2 in 1 iko pale imekamilika kwa ajili ya utoaji wa huduma. Uwekezaji umefanyika upande wa miundombinu, vifaa tiba, bidhaa za afya zote kwa ujumla, lakini pamoja na watumishi. Na ndio maana tunaweza pia kuendelea kuwagawanya. Lakini pia halmashauri zinaendelea kujitahidi kuimarisha mapato. Tumefunga mifumo ya GoToMIS vituo vyote kwa ajili ya kuongeza mapato kwa ajili watumishi kusaidiana na serikali kwa ule mfumo wa kujitolea. Na ndio maana tunaendelea kuimarisha, na sisi kama watoa huduma na sisi wasimamizi wa huduma tutahakikisha huduma zinaanza kutolewa mara moja kama ambavyo tumekubaliana, lakini pia kutoa huduma bora kama ambavyo tunadaiwa sisi. Uwekezaji uliofanyika sasa sisi watoa huduma ni kurudisha heshima kwa Mheshimiwa Rais kwa kutoa huduma bora. Upatikanaji wa huduma kwa sasa ni mzuri. Dawa 95.2, watumishi tunao na huduma zinaendelea kutolewa. Kinachofanyika sasa ni kuboresha yale ambayo tunayafanya, kwa kuboresha miundombinu, tunaongeza na utoaji wa huduma kwenye maeneo yale ambayo miundombinu inaboreshwa. Hapa tulipo kituo cha afya Kamanga, awali tulikuwa tunatibu wagonjwa wa nje wa kujifungua na vipimo. Sasa tunajenga theater kusudi mama wanaohitaji kufanywa upasuaji hapa wapate huduma hiyo hapa kuliko kwenda mbali kilomita 37 mpaka Sengerema.